tulianza kusoma babu ma jaa min at-taghlid fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fakayfa idha abadahu, mlango yale makemeo makatazo mazito yaliyokuja kwa yule ambaye anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika kabri la mtu mwema, anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika kabri la mtu mwema. Fakaifa idha abadahu, vipi atakapomwabudu yule mtu mwema mwenyewe? Ikiwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lillahi, yani ufanye ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini katika kaburi kuna makemeo makali, makatazo yamekuja katika jambo hilo la wewe kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika kabri, vipi itakuwaje kwa yule ambaye atamwabudu yule aliyoko ndani ya kaburi? Yani vipi makatazo yake, makemeo yake yatakuwaje? Tukasoma dalili katika sunna ambazo Mtume alayhi salatu wassalam kataja kwa maneno yake kupitia wahi kuwa hao ni katika viumbe vya shari, wale ambao pindipo akifa kwa wao mtu mwema, basi hujenga au hufanya katika kabri la huyo mtu mwema kuwa ni sehemu ya kuswalia. Mtume alayhi salatu wassalam akawaita kwamba hao ni katika viumbe vya shari. Bali pia Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi nyingine ya Aisha vile vile tuliiona jana, kuwa Mtume alayhi salatu wassalam kawaombea dua ya laana wale Mayahudi na Manaswara kwa wao kuyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu za kuswalia. Na hili si kwa Mayahudi na Manaswara tu, hata katika umma huu yoyote ambaye atafanya sehemu zenye makaburi kuwa ni sehemu za ibada, basi dua hii ya Mtume alayhi salatu wassalam yamfika. Vile vile tukaja kuona hadithi ya mwisho kwa jana, hadithi iliyopokewa na al-Imam Muslim katika sahihi yake, hadithi ya Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, akizungumza kuwa Mtume alayhi salatu wassalam, ay amemsikia Mtume alayhi salatu wassalam akitahadharisha kuhusiana na jambo la watu kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia, pale aliposema ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiyaihim masajida, tambueni, zindukeni, hakika wale waliopita kabla yenu walikuwa wakiyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu za ibada, sehemu za kufanyia ibada. Ala fala tattakhidhu alqubura masajida, zindukeni watu wa umma huu, wala msiyafanye makaburi kuwa ni sehemu za ibada. Fa inni anhaakum an dhalika, hakika mimi nakukatazeni ninyi kuhusiana na hilo. Ndiyo pale tukasema suala la watu kujengea makaburi, lakini pia kwenda kuomba huko makaburini, bali mara nyingine wanaomba si wanaomba dua ya Allah, hawamuombi Allah subhanahu wa ta'ala. Mara nyingine watu wakaenda kuwaomba wafu makaburini, na hii tuliona kwamba ni shirki kubwa. Sasa leo biidhnihi alkarim tutaanza kusoma قولي الإمام قولياك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية aliposema faqad naha anhu fi akhir hayatihi, kwa hakika
amekataza mtume alayhi salatu wassalam katika mwisho wa uhai wake. Mtume alayhi salatu wassalam kakataza jambo hilo, jambo la kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu za ibada. Mtume alayhi salatu wassalam kakataza jambo hilo mwisho wa uhai wake, kama hadithi iliyotangulia. Thumma innahu la'na, kisha yeye mtume alayhi salatu wassalam akalani, wa huwa fi siyaq, na yeye akiwa katika siyaqul maut, akiwa katika maut, mtume alayhi salatu wassalam akamlani man fa'alahu, yule mwenye kufanya hivyo, yani mwenye kufanya makaburi kuwa ni sehemu za ibada. Mtume alayhi salatu wassalam akamlani, na hili ni maarufu katika hadithi hiyo ya mama Aisha radhiyallahu anha. Mtume alayhi salatu wassalam kamlani yule ambaye anafanya makaburi kuwa ni sehemu ya ibada. Kisha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema, was-salatu indaha min dhalika, na kuswali katika hayo makaburi ni katika hayo yaliyokatazwa. Was-salatu indaha min dhalika, na kuswali katika makaburi ni katika hayo yaliyokuja makatazo, kwa sababu yatakiwa watu wafahamu kuyafanya makaburi kuwa ni misikiti. Wanachuoni wanaelezea maana mbili. Mtu kufanya kaburi kuwa ni sehemu ya ibada au ni katika sehemu ya kufanya ibada, wanachuoni wanaelezea kwa maana mbili. Almaana alawwal, maana ya kwanza, wanachuoni wanasema اتخاذها مصليات يصلى عندها وإن لم يبنى مسجد. Maana ya kwanza ya watu kuyafanya makaburi kuwa ni sehemu za ibada ni watu kuyafanya hayo makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia, kujalia kwamba ndiyo muswalla hapo makaburini, hapo kwenye kaburi hapo mtu akajalia ndio sehemu ya kuswalia hapo. Yusalli indaha, anaswali hapo. Wa illam yubna masjidun, hata kama haujajengwa msikiti kwa maana ya jengo. Wewe kufanya pale kaburini au sehemu yenye makaburi kuwa ndiyo sehemu ya kuswalia, basi wewe tayari umeyafanya makaburi kuwa ni misikiti, umefanya makaburi kuwa ni sehemu ya ibada. Kwa hivyo hiyo ndiyo maana ya kwanza. Hata kama haijajengwa jengo linaloitwa msikiti, kitendo chako cha kwenda kuswali kaburini, basi tayari umeyajalia makaburi hayo kuwa ndiyo sehemu au kuwa ndiyo masajid. Almaana thani, na maana ya pili, wanachuoni wakielezea maana ya pili katika maani za kufanya makaburi kuwa ni misikiti, wanachuoni wanasema ayyubna alaiha masjidun, ni watu kujenga katika hayo makaburi, kujenga msikiti. Watu kujenga makaburi katika huo msikiti, kama hasala min alyahudi wan nasara, kama vile ambayo limepatikana hilo kwa mayahudi na manaswara, kuwa sehemu zao zile ambazo au sehemu za makaburi ya wema wao mayahudi na manaswara walijenga majumba ya ibada hapo, wakajenga majumba ya ibada katika maeneo hayo. Mayahudi na manaswara walifanya hivyo. Wakama hasala fil quruni almutaakhira, kama vile ambavyo pia limepatikana hilo katika zama za mwisho katika umma huu, min hadhihi al-umma, katika umma huu. Kwa Mayahudi na manaswara walifanya hivyo, sehemu yenye makaburi wakajenga hasa jengo linaitwa msikiti. Vile vile limepatikana hilo, shaka anasema kwa watu wa mwisho katika umma huu, yani sisi huku tunafanya haya, limepatikana hilo pia. Leo kuna misikiti mingapi ina makaburi? Mara nyingine
mtu akifariki ndio akapelekwa msikitini kwenda kuzikwa, akachimbiwa kaburi msikitini huko kwenda kuzikwa. Bali mara nyingine watu wakafuata makaburi kwenda kujenga msikiti. Sheikh anasema haya yamepatikana katika umma huu. Qala wa awwal man bana almasajida ala alquburi kama yaqulu Sheikh Taqiyuddin hum Shia alfatimiyun. Na watu wa mwanzo kuanza kujenga misikiti katika makaburi kama anavyosema Sheikh Taqiyuddin ni Shia al-Fatimiyun, wale mashia wa Fatimiyya. Hao ndio watu wa mwanzo kuanza balaa hili fi Misri au fi Misra wal Maghrib, katika miji ya Misri huko na Maghrib. Thumma qalladahum al-Khurafiyun alladhina yantasibuna ila ahli sunnati min as-Sufiyyah wa ghayrihim. Kisha wakafuata utaratibu huo wa mashia, yani wakafuata utaratibu huo uliofanywa na mashia wa kujenga misikiti katika makaburi, ukafuatwa utaratibu huo na wale makhurafi ambao wanajinasibisha na ahlus sunna katika masufi na wengineo, wakafuata utaratibu huo wa mashia. Wabanau ala alquburi, na wakajenga katika makaburi. Wa hadha inma hadatha ba'da alqurun almufaddala, na jambo hili hakika si vingine, limetokea limepatikana hili baada ya zile karne bora. Baada ya karne bora ndio wakajitokeza watu namna hii, allati athna alaiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam, zile karne bora ambazo mtume alayhi salatu wassalam kazisifia, limepatikana hili. Kwa hivyo kuna watu wakajinasibisha na Uislamu, wakaiga vitendo, wanajinasibisha na ahlus sunnati wal jamaa, wakaiga vitendo vya mashia, wakafanya taklid, wakafuata ile taklidul a'ma, wakafuata hivyo, nao pia wakajenga misikiti katika makaburi, kama vile Sheikh anataja makhurafi, kawataja wazi wale masufi wakayafanya haya. Kwa hivyo hapa kuna mambo mawili. Kuna suala la kujengea makaburi, kaburi kama kaburi kulijengea lina makatazo, lakini pia kwenye kaburi kujenga msikiti kuna makatazo. Hayo mambo mawili tofauti, sije watu mkachanganya. Uislamu umekataza kujengea makaburi, na Waislamu wanayajua maneno haya, kuwa mtume alayhi salatu wassalam kakataza hilo, kakataza kujengea makaburi, kakataza kuyapiga marumaru yale makaburi, kupiga chokaa yale makaburi, kuyatia rangi hayo makaburi, kuyaandika majina hayo makaburi. Yote haya Uislamu unakataza. Lakini leo katika makaburi ya Waislamu kukoje? Haya yaliyokatazwa ndio yako huko katika makaburi ya Waislamu. Yani yote haya ambayo Uislamu umepinga na kukataza vikali kabisa, yote haya yapo katika makaburi ya Waislamu. Na ushahidi wa hili, hebu ninyi tembeleeni makaburi ya Waislamu yaone. Makaburi yamejengewa, bali kama hujajengea kaburi lako au la jamaa yako, sibila babu yako la mjomba yako, uonekana wewe maskini. Sio uonekana kwamba wewe umejua sheria ya Kiislamu inalenga nini katika hili, uonekani hivyo. Yani kama wewe hujajengea kaburi la jamaa yako huko, uonekana wewe ni mtu mhohe hai kulikweli, kwamba umekosa nguvu ya kujengea makaburi. Lakini tunasema hivi, si kuwa watu wamekosa nguvu ya kujengea makaburi, bali watu wanafuata sheria ya Uislamu, haitakiwi kujengea makaburi. Kwa hivyo Sheikh anasema was-salatu indaha min dhalik, na swala ya kuswaliwa makaburini yaingia katika hilo jambo lilokatazwa. Wa illam yubna masjidun, hata kama haujajengwa msikiti kama msikiti, halijajengwa jengo linaitwa msikiti, maadamu waswali kaburini yaingia katika makatazo pia. Wa huwa maana kauliha, na hiyo ndiyo maana ya kauli ya mama Aisha radhiyallahu anha aliposema khushiya an yutakhadha masjida, imeogopewa kuwa kaburi la mtume alayhi salatu wasalam likidhihirishwa akizikwa mahala pawazi, basi imeogopewa
itakuja kuswaliwa hapo, watu watakuja kufanya ibada hapo, imeogopewa hivyo. Hiyo ndio maana ya kauli ya Mama Aisha, kuwa hata kama hujajenga jengo ambalo linaitwa msikiti, kitendo chako cha wewe kwenda kuswali kaburini tayari umejalia kaburi hilo kuwa ndio masjid, sehemu ya kuswalia. Qala fa inna as-sahabata lam yakunu liyabnu hawla qabrihi masjida, kwa sababu hakika masahaba hawakuwa ni wenye kujenga pembezoni mwa kaburi la Mtume alayhi salatu wassalam, kujenga msikiti. Haikuwa hivyo, masahaba hawakufanya hivyo. Kwa hivyo ikiwa Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anazungumza na masahaba, hali ya kuwa masahaba hawawezi kufanya hivyo, eti kujenga msikiti katika kaburi la Mtume alayhi salatu wassalam, hawawezi kufanya hivyo. Maana yake ni nini? Alikuwa anawakataza masahaba zake wasifanye kaburi lake kuwa ni sehemu ya ibada, ndio maana yake, hata kama hapajajengwa lile jengo linaloitwa msikiti. Qala wa kullu mawdhi'in qusdati as-salatu fihi, na kila sehemu yenye kukusudiwa swala katika sehemu hiyo. Wa kullu mawdhi'in qusdati as-salatu fihi, na kila sehemu ambayo imekusudiwa kuswaliwa katika sehemu hiyo. Faqad ittakhadha masjida, hakika sehemu hiyo imefanywa kuwa ni sehemu, imefanywa ni masjid. Kila mahala ambapo mtu anapaswalia mahala hapo, basi ndiyo masjidi yake, hata kama hapajajengwa jengo. Kila mahala ambapo watu wanakusudia kuswali hapo, basi hiyo ni masjidi, hata kama hapana jengo, kwa maana ya jengo lililojengwa la msikiti. Kitendo cha nyinyi kuswali hapo ndiyo masjidi hiyo. Bal kullu mawdhi'in yusalla fihi yusamma masjida, bali kila mahala panaposwaliwa mahala hapo paitwa msikiti, kwa sababu masjidu maana yake ni mawdhi'u as-sujud. Masjidi ni mawdhi'u as-sujud, ni sehemu ya kusujudia, sio lazima kumejengwa jengo. Pale mahala pa kusujudia pale panaitwa masjid. Kwa hivyo wewe ukienda kuswali kaburini au mahala pengine popote, ndiyo masjidi hiyo yako, hiyo masjidi yako hiyo. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wassalam kayakataza hayo, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam kuthibitisha kuwa kila mahala panaposwaliwa panaitwa masjidi, hata kama hapajajengwa jengo linaloitwa masjidi. Kama qala sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura, mijaliwa mimi, yani na umma wake, ardhi yote hii kuwa ni masjidi na ni tahara. Mtume alayhi salatu wassalam asema wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura, nimejaliwa mimi na umma wangu ardhi yote hii kuwa ni masjidi na ni tahara, ila yale maeneo au zile sehemu ambazo zimevuliwa kisheria kuwa hapo hapafai kuswali, kama vile hammamati huko vioni, qari'atu tariq, katikati ya njia barabara, yale maeneo ambayo yamevuliwa kwamba hapo hapafai kuswali, basi hapo panavuliwa kisheria. Lakini kinyume chake Mtume alayhi salatu wassalam ndio kasema hivyo, waju'ilat liya al-ardu masjidan wa tuhura, kwa nimejaliwa mimi na umma wangu ardhi yote hii kuwa ni masjidi. Sasa akisema Mtume alayhi salatu wassalam nimejaliwa mimi ardhi yote kuwa ni masjidi, haina maana ardhi yote hii imejengwa majengo yanaitwa msikiti, haina maana hiyo. Maana yake ni hivi, ardhi yote hii Mtume alayhi salatu wassalam na umma wake, Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ardhi hii kuwa ni sehemu ya kuswalia, ila sehemu zilizokatazwa kama vile makaburini huko kumekatazwa, kama vile hammamati chooni huko kumekataza kuswalia. Lakini ardhi yote hii muislamu anaruhusiwa kuswali popote maadamu sheria haijakataza hapo. Na ndiyo maana yeye Mtume alayhi salatu wassalam akasema fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli, mtu yoyote katika umma wangu popote pale itakapomdiriki swala basi na aswali.
Hili ni jambo haswa ambalo amepewa Mtume alayhi salatu wassalam. Zilikuwa umma zilizotangulia kabla ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam na umma wake, ulikuwa muda wa swala ukifika wanawajibika wao kwenda msikitini, eneo limejengwa msikiti wa swali hapo. Lakini Mtume alayhi salatu wassalam na umma wake, katika mambo hasa amepewa Mtume alayhi salatu wassalam ni kujaliwa yeye, Allah subhanahu wa ta'ala kajalia ardhi yote hii kuwa ni mahala pa kuswalia, maadamu tu sheria haijakataza mahala hapo. Kwa hiyo huko shambani huko, walima zako huko, muda wa swala umefika, utaswali shambani huko, hakuna kwenda kutafuta msikiti uliko. Huko wapi huko sijui, ziwani huko, wavua samaki zako huko, muda wa swala umefika, utaswali huko. Hii ndio maana ya kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, kuwa ardhi yote hii ni mahala pa kuswalia. Haina maana kwamba waju'ilat liyal ardu masjidan, nimejaliwa mimi na umma wangu ardhi kuwa ni msikiti. Haina maana kuwa ardhi yote basi imejengwa misikiti, haina maana hiyo. Maana yake ni kuwa ardhi hii ni mahala pa kuswalia. Popote pale muislamu atakapomkuta swala basi na aswali, maadamu tu mahala hapo sheria haijakataza kuswalia. Sasa kuna maeneo sheria imekataza, kama vile tunavyosema makaburini, sehemu yenye kaburi sheria imekataza kuswali hapo. Vyooni huko sheria imekataza kuswali. Katikati ya barabara huko sheria imekataza kuswali. Kama maeneo haya ambayo yamevuliwa na mengineyo yale maeneo wanalala wanyama, katika zizi la wanyama pia sheria imekataza hapo kuswali. Kwa hivyo hii ndiyo maana sahihi ya masjid. Masjid ni mawdhi'u sujud, sehemu ile ambayo wewe wasujudia, wafanyia ibada, hapo ndiyo masjid yako. Qala fadalla ala anna al-makana alladhi yusalla fihi yusamma masjidan. Shaka nasema ikajulisha hadithi hii, yani waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, ikajulisha hadithi hii kwamba kila mahala ambapo panaswaliwa mahala hapo panaitwa masjidi, sawaun kusida am lam yuksad, sawaun buniya alayhi au lam yubna, sawa sawa pamekusudiwa hapo kufanyiwa hivyo msikiti au hapajakusudiwa, au sawa sawa pamejengewa hapo au hapajajengewa, maadamu wewe waswalia hapo ndio panaitwa masjidi. Hapa kuna hadithi nyingine, hadithi iliyopokelewa na al-Imam Ahmad katika musnad yake, hadithi ya Ibn Mas'ud, kama anavyosema muallif rahimahullah, wa li Ahmad bisanadin jayyid an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Na katika lafzi ya Imam Ahmad imekuja kwa isnadu jayyid, yapokewa kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, kwa maana maneno haya yamesemwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna min ashrari nnasi man tudrikuhum as-sa'a wa hum ahya, hakika katika watu wenye shari mno, watu wa shari mno ni wale ambao kitawadiriki wao kiyama na wao wakiwa hai. Yani mpaka kiyama chaingia, wewe uko hai au fulani yuko hai, basi huyo wakati huo ni mtu wa shari mno. Inna min ashrari nnas, hakika inna min shirari nnas, jazakallahu khairan, inna min shirari nnas, hakika miongoni mwa watu wa shari mno, man tudrikuhumus saa, ni wale ambao kitawadiriki wao kiyama, ai kitawakuta wao kiyama, wahum ahya, na wao wakiwa hai. Hao ni katika watu wa shari, kwa sababu akhiru zamani huko kiyama hakitosimama mpaka katika ardhi hii hakuna mtu yoyote atakayesema Allah Allah. Nini maana ya maneno haya? Kuwa mpaka kiyama kinasimama hakuna katika ardhi yoyote atakayesema Allah Allah. Maana yake ni nini? Sasa ikiwa Allah ndiyo sababu ya kuumbwa mbingu na ardhi, yeye ndiyo muumbaji,
Ikiwa Allah vitu vyote viko kwa ajili yake, sasa wakati huo hakuna kutajwa Allah, na watu kitawadiriki kiyama, watu hao ndio kiyama kitasimama juu yao. Tukusudia kile kiyama cha kufa watu wote, hakika ni watu wa shari, kwa sababu kama dhikiri hakuna utajwa wa Allah, basi hiyo ni shari kubwa kwa hakika. Hao ndio kitawadiriki kiyama. Kisha Mtume alayhi salatu wassalam akasema, walladhina yattakhidhuna alqubura masajida, na watu wengine ni wale ambao wanayafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia. Hao ni katika watu wa shari. Yani katika watu wa shari mno ni wale ambao kiyama kitawadiriki wakiwa hai, lakini watu wa pili ni wale ambao wanafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia. Hao pia ni katika watu wa shari. Walladhina yattakhiduna alqubura masajida, watu wengine wa shari kabisa ni wale ambao wanafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia, sehemu za ibada. Lazima ni kazi. Na leo tutazungumza, kuna watu wako hivi, yani katika makaburi ndio kuna misikiti yao, wanafanya zile sehemu zenye makaburi ndio sehemu za ibada yao. Leo wako watu wa sampuli hiyo, na huku Mtume alayhi salatu wassalam akashawahukumu kwamba ni katika watu wa shari mno. Sasa hapa wanachuoni wana maneno wanazungumza, zikiwemo zile faida zitokanazo na hadithi hizi, kama al-allama hapa aliposema, fi al-hadithi dalilun ala butlani as-sala inda al-quburi. Katika hadithi kuna dalili ya kubatilika swala, kuwa swala ni batila. Ile swala yenye kuswaliwa katika makaburi ni batila. Sio, tuelewana? Fil hadithi dalilun ala butlani as-salati inda al-qubur, katika hadithi kuna dalili ya kubatilika swala inayoswaliwa makaburini. Au fil masajidi al-mabniyati au fil masajidi al-mabniyati ala al-quburi, au katika hadithi kuna dalili ya kubatilika swala ile inayoswaliwa katika misikiti ambayo misikiti hiyo imejengwa makaburi, ambayo misikiti hiyo ina makaburi. Katika hadithi pia kuna dalili ya kubatilika swala inayoswaliwa katika misikiti iliyojengwa katika makaburi. Mfahamu? Lakini yani misikiti ambayo imejengwa katika makaburi, basi swala yabatilika katika misikiti hiyo. Haya maneno Sheikh anasema, au fil masajidi almabniyati ala alqubur. Vile vile katika hadithi kuna dalili ya kubatilika swala inayoswaliwa katika masajidi, katika misikiti ambayo imejengwa katika makaburi, swala yake ni batila. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, وسبب Mtume عليه الصلاة والسلام kakataza hilo, kwamba watu wasiswali katika sehemu zenye makaburi. والنهي يقتضي الفساد عند الأصوليين, na makatazo yanapelekea kuharibika kile kilichokatazwa kile inda al-usuliyin. Katika ulama wanachuoni wa usul wanataja haya, kwa yakija makatazo, ukatazwa jambo fulani, basi hicho ulichokatazwa lau kama utakifanya basi ni fasi, hamna kitu. Falladhi yusalli inda al-qabri salatuhu ghairu sahiha. Sheikh anasema yule ambaye anaswali kaburini au katika msikiti wenye makaburi, basi swala yake siyo sahihi. Fa alayhi an yu'ida al-fariida, ni juu yake kurudia upya swala ya faradhi. Yani jalie wewe umeenda kuswali katika msikiti wenye kaburi, tahamaki ukaja kujua msikiti una kaburi. Sheikh anasema fa alayhi an yu'ida al-fariida, ni juu yake mtu huyu kurudia hiyo faradhi aliyoiswali hapo katika msikiti wenye makaburi. Lianna salatahu inda al-qabri, kwa sababu swala yake aliyoswali kaburini hapo, au fil masjid al-mabni ala al-qabri,
au swala aliyoiswali katika msikiti uliojengwa katika kaburi ghairu sahiha, swala yake sio sahihi. Watu wangapi sasa tuswali katika msikiti hii? Watu wangapi tuswali katika msikiti hii? Na ndio maana jana mimi nikazungumza nikasema yatakiwa ukipita maeneo yale, ukifanya ziara na kutembelea maeneo ya pwani huko, basi yatakiwa uwe mahiri kweli, uwe mjanja. Sio waingie kila msikiti, kwa sababu huko maeneo ya pwani ndio kumeharibika zaidi. Humu mwetu yafanywa kuigwa tu, wanaiga tu, waliona huko yanafanywa na wao wafanye humu mwetu, lakini maeneo yale ndio yameharibika zaidi. Nadra sana kukuta misikiti kule haina makaburi, nadra sana, lakini misikiti mingi imejengwa katika makaburi. Kwa hivyo lazima watu wawe wajanja. Wewe ukifika katika hii misikiti ya pwani huko, jana nikasema mimi hapa, hebu zunguka kwanza msikiti ujihakikishie kwanza, zunguka kwanza. Mara nyingine una mswaki wako hivi, wewe unapiga hivi mswaki wako wa mti ule, unazunguka huko unazunguka kule, uhakikishe kwamba huu msikiti uko salama. Kinyume na hivyo utaingia mahala pabaya kabisa ambapo hapafai kuswaliwa hapo. Kwa hivyo katika hadithi Sheikh anasema kwa dalili hiyo kubatilika kwa swala inayoswaliwa katika misikiti ambayo imejengwa katika makaburi, liannaha salatun manhiyun anha au anha, kwa sababu hiyo swala iliyokatazwa, yani wewe usiswali mahala hapo, imekatazwa. Was-salatu al-manhi anha afwan, was-salatu al-manhi anha, na swala iliyokatazwa ghairu mashru'a, sio swala ya kisheria. Yani swala fulani imekatazwa uswali hiyo, maana yake swala hiyo sio ya kisheria, na pindipo ukiiswali haisihi kwa sababu umekatazwa. Yani wewe umekatazwa usiswali swala hii, wewe waswali, hiyo swala si ya kisheria, na maadamu sio ya kisheria swala hiyo, basi haitosihi. Habari ndivyo zilivyo. Kwa hivyo katika hadithi ya ashiria hivyo. Vile vile fil hadithi dalilun ala anna alladhina yattakhidhuna alqubur masajida shirarul khalqi. Vile vile katika hadithi kuna ushahidi na kuna dalili ya kwamba wale ambao wanafanya makaburi kuwa ni sehemu za kuswalia, hao ni viumbe vya shari, hao ni viumbe wa shari katika hadithi hii ya ashiria. فالذين يفعلون هذا الفعل سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام هم شر الخلق. شيخ anasema wenye kuyafanya hayo, wenye kuswali katika misikiti yenye makaburi au wenye kuswali makaburini kwa ujumla, wenye kuyafanya hayo, wenye kufanya kitendo hicho ni mmoja ni Mayahudi au ni Manaswara au ni mmoja wale ambao wanajinasibisha na Uislamu, basi wao wafahamu kwamba hao ni viumbe wa shari, hao ni viumbe wa shari. La ahada sharru minhum, hakuna yoyote mwenye shari kuliko wao. Waliyadhu billah. Yani wale wenye kufanya sehemu za makaburi kuwa ni sehemu za ibada, hao ni shari ya viumbe, na hakuna viumbe wenye shari kuliko wao, wafahamu hivyo. Wa fil hadithi aidha, na katika hadithi vile vile yajulisha, yadullu ala anna as-sa'a la taqumu ala ahli al-iman, kwamba kiyama hakitosimama kwa watu wenye imani zao. Katika hadithi yajulisha hivyo kwamba kiyama hakitosimama katika watu wenye imani. Wa inna ma taqumu ala al-kuffar, hakika kiyama kitasimama kwa kuffar. لأن أهل الإيمان من خير الناس, وسبب watu wenye imani ni katika watu bora. وليسوا شر الناس, na wala si katika watu wa shari. فلا تقوم عليهم الساعة, hivyo basi kiyama hakitosimama juu yao. وإنما يموتون قبل ذلك, hakika si vingine watu wenye imani watakufa kabla ya kiyama kusimama. تقبض أرواحهم كما دلت على ذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تشكليwa zile roho zao kabla ya kusimama kiyama, kama zilivyojulisha hadithi kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wa anna Allah yursilu rihan qabla qiyam as-sa'a tuqbad arwah kull mu'minin
wa mu'mina, na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atapeleka upepo rih kabla ya kiyama, upepo ambao utakuwa unaondoa na kufisha zile roho za waumini, kwa maana ni sababu ya kifo chao. Ule upepo tuwapuliza waumini wote wa kiume wa kike wafu. Fala yabqa fil ardi illa al-kuffar wa shirar al-khalq, kwa hivyo hakuna watakaobakia katika ardhi isipokuwa ni kuffar na wale watu wenye shari kabisa. Yataharajun kama tataharaju al-humur, hapo itakuwa watu kuingiana kama wanavyoingiana punda. Watu wa shari hawana dini, hawana mwelekeo, hawana tabia njema, na huku tunakoenda ndio huku. Leo imefika mahala watu hawana dini, watu hawana akhlaki njema, watu vurugu tu, ndio tuenda hivyo. Leo imefikia mahala wanaume kwa wanaume waoana, bali mataifa yakatetea jambo hilo, wanaume kwa wanaume waoane, sijui yani zile zaitwa ndoa za jinsia moja, wanawake kwa wanawake waoane. Si ndo haya sasa? Yani itafika zama watu wataingiana hivi kama vile punda, si ndo huku sasa? Sasa hivi kadiri siku zinavyoenda ndio hivi. Msidhani kwamba haya mambo yameanzishwa haya yatakuja kukoma hivyo kirahisi, la, bali yatazidi kutanuka. Waume kwa waume twende hivyo hivyo. Sasa itafika mahala hata wewe ukisimama ukashika maiki hivi ukagombeza ukakemea mambo haya, jamani hakuna mambo haya, utaonekana wewe ni mtu wa ajabu. Yani dunia hivi inavyoenda, mtu atashika dai analingania, jamani hii mambo ya ndoa ya kuoana mume kwa mume, hii mambo hakuna, hii mambo sio sawa. Sasa jamii itakushangaa wewe. Kwani leo siku watu wanashangaa? Yani jamii itakushangaa wewe, vipi huyo? Sasa huko ndo watu naenda huko, na itabakia watu wa sampuli hiyo mpaka watu watauana wao kwa wao kama hivi ilivyo, kama vile wanyama tu, bali bora ya wanyama kuliko ninyi ambao mmepewa akili na mmepewa na dini na maarifa, bora ya wanyama. Kwa hivyo haya ndio twaendea haya, na itafikia mahala watu watakuwa hivi, na ikishafikia huko shari zimeenea, basi kiyama sasa ndio kitasimama juu yao, na si kwa waumini, kwa watu wa shari sampuli hii. Qala rawahu Abu Hatim fi sahihihi. Naam, nadhani tusiendelee na mlango mwingine mpya huu, mlango wa 21 tutakuja kuendelea kesho, kwa sababu ilikuwa tumalizia mlango wa 20. Tusimameni hapa.